بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo ukurasa nambari 51 tukiendelea katika kuvielezea vile vyenye kujazimisha kitendo kimoja cha mudhari'i, na hapa leo tunakimalizia kimoja kilichobakia, kisha tunaendelea katika vile vyenye kujazimisha vitendo viwili vya mudhari'i. Akasema waddu'a'u, akimaanisha la addu'aiyatu, na ile la ya ombi. Sasa waddu'a'u akimaanisha la addu'aiyatu, la ya ombi. Hiya lan nahiyatu hiyo la ya ombi. Lan nahiyatu ni ile lan nahiya. Sasa hiyo la ya ombi, lan nahiyatu ni ile la ya kukataza. Sawa sawa kwa maana zote ni jinsi moja, illa isipokuwa annaha, hakika hii la ya ombi, min al-adna inatoka kwa yule aliyekuwa chini, kwa maana aliyekuwa chini kidaraja, ila al-a'la, kwenda kwa aliyekuwa juu kidaraja. Sasa kwa maana ile ya kwamba inatoka chini kwenda juu ndio nini ikawa la addu'aiyatu, lakini ndiyo ile la ya kukataza. Tamam. Nahu, mfano kusema rabbana la tuakhidhna, rabbana ewe mola wetu mlezi, la tuakhidhna usituadhibu, usitupatilize. Tamam. Fatuakhidh, basi tuakhidh hapo ni fi'lun mudhari'un majzumun bila du'aiyati, ni fi'l mudhari iliyojazimishwa na la addu'aiya. Tamam. Wa alamat jazmihi as-sukun. Tamam, hakadha. Akasema Sheikh, ila huna intaha al-kalamu, ila huna mpaka kufikia hapa, intaha al-kalamu yamekoma maneno, kwa maana yameisha maneno au yameisha maelezo, alama juu ya kile ambacho yajzimu fi'lan wahidan, kinachojazimisha fi'lu mudhari' moja. Thumma akhadha, kisha akaanza mtunzi, yatakallamu akizungumzia, maana thumma akhadha yatakallamu, kisha mtunzi akaanza kuzungumzia. Tamam. Thumma akhadha yatakallamu, kisha mtunzi akaanza kuzungumzia, ala ma juu ya kile ambacho yajzimu fi'laini, kinachojazimisha vitendo viwili vya mudhari'i. Faqal, basi akasema wa in, na in, wa hiya, na hiyo in harfu yajzimu fi'laini. Wa in, na in, wa hiya, na hiyo in harfun ni herufi ambayo yajzimu fi'laini, inayovijazimisha vitendo viwili vya mudhari'i. Al-awwali, kitendo cha kwanza, fi'lu sharti ni kitendo cha sharti, wathani, na cha pili, jawabuhu ni jawabu la sharti, wa jazaa'uhu na ni malipo ya sharti. Nahu, mfano wa kusema in yaqum zaidun yaqum amru. In yaqum zaidun, ikiwa zaidi atasimama, yaqum amrun, naye amru atasimama. Fayaqumul awwalu, basi yaqum ya kwanza, fayaqum al awwalu, basi yaqum ya kwanza hapa majzumun, imejazimishwa bi an, wa an ala annahu fi'lu sharti, ala annahu juu ya kwamba hiyo yaqum fi'lu sharti ni kitendo cha sharti. Wathani, akimaanisha na yaqum ya pili, ile aliyoegemezewa amru, majzumun imejazimishwa biha, akimaanisha kwa hiyo an, aidan vile vile, ala annahu juu ya kwamba hiyo yaqumu ya pili, jawabuhu ni jawabu la yaqumu ya kwanza, wa jazaa'uhu na ni malipo ya yaqumu ya kwanza. Kwa hiyo in inajazimisha vitendo viwili vya mudhari, kitendo cha kwanza ni fi'lu sharti, cha pili jawabuhu wa jazaa'uhu. Tamam, hakadha. Wa ma, na ma, nahu ma taf'al af'al, ma taf'al chochote utakachofanya, af'al nami nitafanya. Fama, basi ma hapa ismu shartin
jazimun. Sasa ni ismu sharti yenye kujazimisha, yajzimu fi'laini, inajazimisha vitendo viwili vya mudhari. Al-awwali, kitendo cha kwanza fi'lu sharti, al-awwala, wala wasema al-awwala, al-awwalu, tamam, vyovyote vile, tamam. Kwa hiyo fama, basi ma hapa ismu shartin jazimun, ni kitendo cha sharti, ni ismu, ni jina la sharti, jazimun, lenye kujazimisha. Yajzim fi'laini, hiyo ma inajazimisha vitendo viwili. Al-awwal, kitendo cha kwanza fi'lu sharti, wa thani jawabu wa jazaa'u. Fataf'al al-awwalu, bas taf'al ya kwanza pale majzumun biha, kwa maana majzumun bima, ala annahu fi'lu sharti wa alamat jazmihi as-sukun. Nabidi umalizie hivyo, na kiasi hichi kitie katika vitendo vyote. Maana unaposema fal awwal majzumun biha, kwa maana majzumun bima ala annahu fi'lu shart wa alamat jazmihi as-sukun, nabidi umalizie hiyo, tamam. Hakadha, kwa fataf'al al-awwal, bas taf'al ya kwanza majzumun biha, kwa maana majzumun bima ala annahu fi'lu shart, wa thani aidan majzumun biha, kwa maana majzumun bima على أنه جواب وجزاء، تمام. ومن نمن نحو ومن، نحو من يقم أقم معه، من يقم أقم معه، من يقم yoyote atakayesimama, أقم معه litasimama pamoja na yeye. فمن اسم شرط جازم يجزم فعلين، فيقوم الأول مجزوم بها على أنه فعل الشرط، والثاني أيضا مجزوم بها على أنه جوابه وجزاؤه. ومهما، na chingine chenye kujazimisha fi'il mbili za mudhari ni mahma. Nahu mahma taf'al af'al, mahma af'al, vyovyote utakavyofanya. Mahma taf'al, vyovyote utakavyofanya. Af'al, nami nitafanya. Famahma ismu shartin jazimun, wa taf'al al-awwal majzumun bimahma ala annahu fi'lu sharti wa alamat jazmihi as-sukun, والثاني كذلك على أنه جواب وجزاء، maana والثاني مجزوم بمهما، تمام، كذلك على أنه جواب وجزاء وعلامة جزمه السكون. وإذ ما، وإذ ما، وإذ ما نإذ ما، هي إذ ما حرف، حرف مثل إن. ساسا حرف مثل إن، لحروف مفano إن. ساسا وإذ ما نإذ ما، هي إذ ما حرف لحروف مثل إن، mfano wa in, kwa maana inafanya kazi kama in na i'rabu yake ni kama i'rabu ya in, tamam. Nahu, mfano kusema idh ma yaqum zaidun yaqum amrun, wa i'rabu ka i'rabi mithali in, na i'rabu yake ni kama i'rabu ya mfano wa in. Waqad taqaddama, na hakika imeshatangulia hiyo i'rabu yake. Wa ayu, sasa وأي، تمام. نحو أيا تضرب أضرب، أيا تضرب أضرب. سasa أيا تضرب، vyovyote utakapopiga adhrib, nami nitapiga. Fa ayu ismu shartin jazimun wa ma ba'dahu majzumun bihi, na kile kinachokuja mbele yake, kwa maana kitendo cha tadhrib, tamam, majzumun bihi, kimejazimishwa na hiyo ayun, ala annahu shartu wa jawabu wa jazaa'u, tamam. ومتى متى، نحو متى تأكل آكل، متى تأكل آكل، muda wote utakaokula nami nitakula, tamam. Famata ismu shartin jazim wa ma ba'dahu shartu wa jawabu wa jazaa'u, tamam. Kwa maana anamaanisha nini? Mata ismu shartin jazimun yajzim fi'lain. al-awwal fi'lu sharti wa thani jawabu wa jazaa'u. Taakul, تاكل تكون فعل مضارع مجزوم بمتى، وعلى على انه فعل الشرط، تمام، وعلامه جزمه السكون، kwa maana i'rabu ni ile i'rabu ya kule juu, tamam. Kaona fupisha maelezo, lakini i'rabu ni ile ya kule ni ile ya kule juu, tamam. Na akul inakuwa ni vile fi'l mudhari majzum bimata. Sasa ala annahu jawabu wa jazaa'uhu wa alamat jazmi as-sukun, tamam. Hakadha, kwa hiyo ile irabu ya kule juu uliochukua
unaipitisha katika mifano yote iliyokuja mbele. Akaendelea kusema wa ayana nahu ayana ma ta'dil a'dil. Tamam, ayana ma ta'dil a'dil, muda wote utakaokaa sawa, a'dil nami nitakuwa sawa, au nami nitakaa sawa. Tamam, hakadha. Kwa fa ayana ismu shartin jazimun wa ma ba'dahu wa ma. Tamam, fa ayana, bas ayana ismu shartin jazimun, ismu shartin jazimun, wa ma na ma ile iliyokuja baada ya ayana zaidatu harufi iliyozidi, wa ma ba'dahu shartuhu wa jawabu wa jazaa'u. Wa aina nahu ainama tanzil anzil. Sa ainama tanzil anzil, kokote utakaposhuka nami nitashuka hapo, sawa sawa. Fa aina ismu shartin jazimun wa ma ba'da wa ma zaida. Tamam, wa ma zaidatun, na ma ile ni harufi ya ziada, ile ainama ile ma ni harufi ya ziada. Wa ma ba'dahu shartuhu, na kile kitendo kilichokuja baada yake ni shartu, ni sharti la aina wa jawabu wa jazaa'u. Tamam, hakadha. Wa anna nahu anna tastaqim tarbah, anna tastaqim tarbah, anna tastaqim, anna wakati wowote ambao tastaqim utakapokuwa na msimamo, tarbahu ndio utakapoanza kupata faida. Sawa sawa, mafhum. Fa anna ismu shartun jazimun wa ma ba'dahu shartuhu wa jawabuhu wa jazaa'u. Wa haythuma, na haythuma nahu mfano kusema haythuma tastaqim yuqaddir laka Allahu, yuqaddir laka Allahu najahan. Tamam, haythuma tastaqim, pale ambapo utakapoanza kuwa na msimamo, yuqaddir laka Allahu, Mwenyezi Mungu atakukadiria wewe najahan, mafanikio, kwa maana Mwenyezi Mungu atakujalia mafanikio. Tamam. Fa haythuma, bas haythuma hapo ismu shartin jazimun yalzimu fi'laini. Tamam, i'rabu ni ile ile ya juu utaitumia hapa, amefupisha. Tamam, hakadha. Kwa fa haythuma, bas haythuma ismu shartin jazimun wa tastaqim fi'lu sharti wa yuqaddir jawabu. Tamam, hakadha, kwa maana jawabu wa jazaa'u. Tamam. Wa kayfama aljazmu biha qalahu alkufiyun wa mana'ahu albasriyun. Wa kayfama, na kayfama aljazmu kujazimisha fi'li mbili za mudhari'i, biha wa hii kayfama, qalahu alkufiyuna, ni rai walioitoa wanawazuoni wanahawa wa alkufiyun. Tamam. Kwa maana kwa upande wa alkufiyuna wao kaifama ni ismu shartin inayojazimisha vitendo viwili vya mudhari kama haythuma na kama ismu sharti nyingine. Tamam. Wa mana'ahu albasariyun, na wameizuia kujazimisha vitendo viwili vya mudhari. Nini hiyo kaifama? Albasariyuna, wanawazuoni wanahawa basariyun. Tamam. Mithalu, mfano wa kujazimisha kwake kaifama tajlis ajlis. Kwa hiyo alkufiyuna ndio wanaitumia hii kaifama katika kujazimisha vitendo viwili vya mudhari, lakini albasriyuna wao hawaitumii. Tamam, hakadha. Kwa mithalu, mfano wake kaifama tajlis ajlis, vyovyote au kokote utakapokaa nami nitakaa. Kaifama tajlis ajlis, kokote utakapokaa nami nitakaa. Fa kaifama ismu shartin jazimun wa ma ba'dahu shartuhu wa jawabuhu wa jazaa'u. Wa idha, na idha fi shi'ri khassatan, katika shairi peke yake. Wa idha, kwa maana na idha pia inajazimisha vitendo viwili vya mudhari fi shi'ri, katika shairi peke yake. Fi shi'ri khassatan, katika shairi peke yake. Hadha zaidun ala thamania. Sasa hadha, hii idha zaidun, imezidi ala 18, imezidi juu ya zile au juu ya vile vitu 18. Sasa vyenye kujazimisha nini? Mudhari. Tamam. Hadha, hii idha zaidun, imezidi ala 18, juu ya vile vitu 18 vyenye kujazimisha nini? Mudhari. Wasumia aljazmu biidha. Sawa. Wasumia, na kumesikiwa aljazmu, kujazimisha vitendo viwili vya mudhari biidha, kwa kupitia idha, fi shi'ri, katika shairi peke yake. La fi nathri, si katika nathri. Nathri kwa maana ni kile ambacho si shairi. Sawa, ni kile ambacho si shairi. Mfano wake kitabu chetu hichi. Kitabu chetu sisi ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa mfumo gani? Mfumo wa nathri. Sawa, lakini vipo vitabu vingine vimeandikwa kwa mfumo gani? Mfumo wa nadhmu. Tamam. Kwa hiyo nathri ni kile ambacho si shairi au si nadhmu. Tamam. Ndio akasema
Wa mimma sumia qawlu shairi, wa mimma, na miongoni mwa vile ambavyo sumia, vilivyosikiwa ndani yake kuna idhaa yenye kujazimisha vitendo viwili vya mudhari. Qawlu shairi, ni kauli ya mshairi mmoja aliyesema wa idha tusibka khasasatun fatahammali. Tamam, akiwa na maana wa idha tusibka, na pindi itakapokupata wewe khasasatun, haja yoyote, fatahammali, basi kuwa na subra. Tamam, fatusib, basi tusib hapa fi'lu sharti. Sasa ni fi'lu sharti, kimaanisha tusib hapa ni fi'lu mudhari'un majzumun sasa biidha, sasa ala annahu fi'lu shart. Tamam, biidha ala annahu fi'lu shart. Tamam. Wa jumla tutahammal, na jumla yatahammal kwa maana sentence yatahammal jawabuhu ni nini? Ni jawabu la hiyo fi'lu sharti. Falfa'u, kisha ile fa iliyoingia katika fatahammal pale, rabitatun biljawabi, fa ile imefungamana na jawabu. Sasa kwa maana ni fa ambayo inaingia katika nini? Katika jawabu. Watahammali, na tahammali hapa ni fi'lu amrin, ni fi'lu amrin mabniyun ala sukunin muqaddarin, iliyojengewa juu ya sakina iliyokadiriwa. Man'a min dhuhurihi, kumezuia kule kudhihiri kwake hiyo sukuni. Ishtighalu almahalli, kushughulika ile sehemu, kwa maana ile herufi ya mwisho ya tahammali ambayo ni lam, biharakati rawiyi, biharakati rawiyi, wa haraka ya arrawi. Sa haraka ya arrawi ni ile haraka inayoingia mwishoni wa beti katika fi'lu sahih, katika nini? Fi'lu as-sahih, katika fi'li ambayo mwishoni mwake haina illa. Tamam, na huwa inawekwa haraka hii kulingana na mtiririko wa zile kafia. Sasa ikiwa kafia zote zina kasra, basi kama kuna herufi kama kuna fi'li itakuja kisha mwishoni mwake kuna herufi sahihi, basi pia nayo itatiwa kasra. Sawa sawa. Ndio maana wengine wanafupisha, wanasemaje? Wengine wanatumia irabu za kufupisha, wanasemaje? Fatahammal, astahammal inakuwa nini? Fi'lu amrin mabniyun ala sukuni muqaddarin, au hapana, wanasema tahammal inakuwa ni fi'lu amrin mabniyun ala sukun wa hurrikati lilkasrati lilqafiya. Sawa sawa. Wanasema tahammal, hiyo irabu ya kufupisha. Tamam, irabu ya kufupisha ili kumpa mtu fahamu ya karibu, aelewe kwa haraka. Tamam, wanasemaje? Tahammal fi'lu amrin mabniyun ala sukun wa hurrikat lilkasrati, au hurrikat bilkasra. Tamam, wa hurrikat bilkasrati lilqafiya. Tahammal ni fi'lu amri iliyojengewa katika sukun, lakini wa hurrikat bilkasrati, وحرك بالكسرة للقافية. تمام، weki sawa hapo. Tahammal wengine wanatumia njia ya mkato, wengine wanatumia njia gani? Njia ya mkato. Wanasema tahammal fi'lu amrin mabniyun ala as-sukun wa hurrika bilkasrati lilqafiya. Wanasema tahammal ni fi'lu amri iliyojengewa katika sukun, lakini imetiwa haraka ya kasra lilqafia kwa ajili ya kuchunga vikomo vya beti. Kwa hiyo ni irabu anatumia watu kwa ajili ya kukaribisha fahamu, kumfanya mtu nini? Awe ni mwenye kufahamu kwa haraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, na Allah ambaye utakasifu ni wake yeye na siku zote katika utukufu, a'lam, ndiye mjuzi zaidi. Baada ya hapo Sheikh akaingia katika almarfu'at, akasema babu marfu'ati alasma. Huu ni mlango wa kuelezea yale majina yenye kurufaishwa, maana majina ambayo asili yake ni yenye kurufaishwa. Anasema almarfu'atu sab'a, majina yenye kurufaishwa ni saba. Wa hiya, nayo alfa'ilu, la kwanza ni alfa'il. Nahu, mfano kusema jaa zaidun walfata walqadhi wa ghulami. Jaa zaidun, amekuja zaidi, walfata kwa maana wajaa alfata, walqadhi kwa maana wajaa alqadhi, wa ghulami na wajaa ghulami. Tamam, ghulami kwa maana amekuja kijana wangu. Tamam, hakadha. Walmaf'ulu alladhi lam yusamma fa'ilu, na jina la pili lenye kurufaishwa ni almaf'ulu alladhi, ni ule mtendewa ambaye lam yusamma fa'ilu, mtendewa ambaye
aliyemtendea kitendo hajatajwa. Sasa aliyemtendea nini kitendo hajatajwa, au kwa jina jingine tunamuita naibul fa'il, naibu alfa'il. Tamam. Nahu mfano kusema dhuriba zaidun, zaidi amepigwa. Utaona aliyetajwa hapo ni zaidi ambaye amepigwa, lakini aliyempiga zaidi yuko wapi? Hajatajwa. Ndio lam yusamma fa'iluhu, mtendewa ambaye aliyemtendea kitendo hajatajwa. Tamam. Hakadha wayudhrab amrun, na amrun anapigwa. Sawa sawa. Utaona hapo zaidun ni almaf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, na amerufaishwa. Lakini pia amrun naye ni almaf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, naye amerufaishwa. Walmubtada wa khabaruhu, na jina la tatu ni mubtada na khabari yake. Nahu zaidun walfata walqadhi wa ghulami qaimun, zaidi walfata na kijana fulani, walqadhi na qadhi wa ghulami na kijana wangu, qaimun wamesimama. Utaona hapo zaidi ambaye ni mubtada, na alfata ambaye ni mubtada, na alqadhi ambaye ni mubtada, na ghulami ambaye ni mubtada, wote wamerufaishwa. Lakini pia qaimuna ambaye ni khabari pia nini imerufaishwa. Wasmu kana wa akhawatiha, na ismu kana na ndugu zake pia nayo ismu kana inarufaishwa. Tamam. Nahu kana zaidun qaiman, kana zaidun qaima. Taona zaidu hapo ni ismu kana, naye amerufaishwa. Kana zaidun qaima, zaidi alikuwa ni mwenye kusimama. Taona zaidun hapo ni ismu kana, utaona imerufaishwa. Wa khabaru inna wa akhawatiha, na khabaru ya inna na ndugu zake inna. Nahu mfano kusema inna zaidan qaimun, hakika zaidi qaimun ni mwenye kusimama. Tamshi la qaimun hapo ni khabari ya inna, na kweli utaona limerufaishwa. Wattabi'u lilmarfu'i, wattabi'u na jina lenye kufuata, lilmarfu'i hukmu ya kile kilichorufaishwa. Sasa katika milango ya nahau kuna mlango unaitwa at-tawabi'u. At-tawabi'u maana yake ni vile vyenye kufuata hukumu ya vilivyovitangulia. Sasa at-tawabi'u maana yake ni vile vyenye kufuata hukumu ya vilivyovitangulia. Sasa ndiyo hivi. Sasa miongoni mwa jina lenye kurufaishwa ni at-tabi'u lilmarfu'i, ile jina lenye kufuata hukumu ya jina lililorufaishwa. Tamam. Wa huwa, na hilo jina lenye kufuata hukumu ya jina lingine ambalo limerufaishwa, arba'atu ashiya, ni vitu vinne. Ni vitu vingapi? Vitu vinne. Akaanza kutaja cha kwanza, akasema an-na'tu, na'at. Nahu mfano kusema jaa zaidun al-fadilu, jaa zaidun, zaidi ndio fa'ili wa jaa, na utaona amerufaishwa. Lakini sasa zaidi ana sifa yake anayosifiwa nayo ni al-fadilu. Sawa sawa. Sasa kwa kuwa itatajwa na sifa yake, basi ile sifa kwa kuwa zaidi ni fa'il marfu'un, basi sifa nayo nini itakuwa ni marfu'. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo nahu mfano kusema jaa zaidunil fadhilu, amekuja zaidi ambaye ni mbora. Tamam. Naati maana yake ni sifa, naati maana yake ni sifa. Kwa hiyo cha kwanza katika venye kufuata hukumu ya jina ambayo ni marfu' ni an-naatu. Wala atfu, cha pili ni atfu. Nahu jaa zaidun wa amrun, atfu ni jina ambalo limeunganishwa katika jina jingine. Tamam. Ndio akasema mfano wake jaa zaidun wa amrun, amekuja zaidun na amrun, kwa maana amrun ameunganishwa katika hukumu ya kuja na zaidi, kwa maana jaa zaidun wa amrun, amekuja zaidi pamoja na amr, kwa maana wote wamehusishwa katika kuja. Sawa sawa. Na aliyetangulia kutajwa ni zaidi. Sasa kwa kuwa amri naye amekujwa, kwa kuwa amri naye amekuja, inawekwa wau ambayo ni harufu ya atfi, na ya amri anahesabiwa kuwa amekuja, naye pia anarufaishwa, kwa maana anachukua hukumu ile ile ya kurufaishwa kama ilivyokuwa kwa zaidi. Tamam. Wat-tawkid, na chingine chenye kufuata hukumu ni at-tawkid. Nahu jaa zaidun nafsuhu, amekuja zaidi mwenyewe, amekuja zaidi mwenyewe. Kwa nafsu imekuja kutilia mkazo kwamba zaidi amekuja, tena amekuja mwenyewe. Sawa sawa. Sasa utaona pia hapa nafsu kwa inafuata hukumu ya zaidun ambayo ni marfu, nayo pia nini imerufaishwa. Wal badalu, na badal. Nahu jaa zaidun akhuka, jaa zaidun akhuka, wana jaa zaidun, amekuja zaidi, akhuka ambaye ni kaka yako. Badal ni jina ambalo linatajwa
kwa ajili ya kubainisha au kukiweka wazi zaidi kile kilichotangulia. Sawa. Sasa utaona hapa mtu ameambiwa jaa zaidun, amekuja zaidi. Sasa pengine alivyoambiwa amekuja zaidi, yeye akawa hataweza kufahamu huyo zaidi alikuja ni zaidi gani. Sasa akawekewa badal ili abainishiwe zaidi kile nini kilichotangulia. Kwa hiyo jaa zaidun, amekuja zaidi, akhuka, ambaye ni kaka yako. Sawa. Sasa badal nayo kwa kuwa inafuata hukumu ya kilichoitangulia, sasa nayo pia nini, ikiwa inafuata hukumu ya jina ambayo ni marfuu, nayo badal nini, nayo badal inakuwa ni marfuu kama namna ilivyokuja hapa. Tamam. Kwa hiyo jaa zaidun akhuka, una jaa zaid, amekuja zaidi. Sasa ikaikwa badali ambayo ni akhuka. Sawa sawa. Kwa kuwa zaidi ni marfuu, basi badal nayo nini itakuwa ni marfuu. Sheikh akasema wa hadhihi kulluha, na hivi vyote madhkuratun huna, vimetajwa hapa ijmalan. Wa hadhihi kulluha, na hivi vyote maana na haya majina yote yenye kunufaishwa, madhkuratun huna, yametajwa hapa ijmalan, kwa njia ya ujumla, kwa njia ya nini ya ujumla, ala sabili at-ta'dadi, ala sabili at-ta'dadi, kwa njia ya kuvidhibiti, kwa njia ya kuvidhibiti. Kwa maana mwanafunzi kwanza avitambue kwamba ni hivi ndivyo vyenye kunufaishwa, avidhibiti katika akili yake kwa kuvifahamu. Tamam. Wasayudhkaru kullu wahidin minha, na kitatajwa kila kimoja miongoni mwavyo, fi babin, maana fi babihi, hii tanwini kwenye babin imekaa iwadh. Tamam, imekaa kuwa ni badali ya kitu chingine kilichoondoshwa. Tamam, tutakuja kuyasoma hayo mbele. Sawa sawa. Kwa hiyo wasayudhkaru kullu wahidin minha, na kitatajwa kila kimoja miongoni mwavyo, fi babin, katika mlango wake, mufassalatan, kikiwa kime nini, kimepambanuliwa, kwa maana kimebainishwa kwa uwazi kwa irabu zake, namna zake. Tamam, hakadha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, na Allah utakasifu ni wake yeye, a'lam, ndiye mwenye kujua zaidi. Tamam.